ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikihama kwenye hizi nusus, maana pengine unaweza ukadhani kwamba maneno haya hayakuhusu wewe au hayanihusu mimi, labda wanaambiwa watu wengine. Sisi wenyewe watu wa Njoro hapa na viunga vya Moshi wala hayatuhusu. Hebu tuje kwenye uhalisia wa maisha yetu sisi. Tukoje kwenye upande wa madhambi na maasi? Ni miongoni mwa wale wenye kujichunga na kuyaogopa madhambi na maasi? Lakini tusibakie sisi tu, hebu tuangalie waliotuzunguka, jamii zetu. Tuanze na wale walio chini yetu, wake zetu, watoto wetu, wazazi wetu, ndugu, jamaa na wale tunaowalea. Wakoje katika upande wa madhambi na maasi? Hofu ya Allah juu ya madhambi na maasi iko? Lakini twende mbali zaidi, tuiangalie miji na jamii kwa upana wake, ikoje katika upande wa madhambi? Hivi kweli tuko salama? Unaweza ukatembea na kujiamini kwamba niko salama? La. Sasa hili huwezi ukalielewa mpaka tupige mifano. Wakati mwingine tutaje hali halisi zilivyo. Ibadallah, nyinyi mnashuhudia kwa macho yenu, mnasikia kwa masikio yenu, na mna akili na nyoyo zinazingatia. Mnashuhudia pasi na shaka mambo yanayojiri katika umma huu wa Kiislamu, min aljur'ati ala irtikabi almaasi walmunkarat, katika ujasiri ambao upo kwenye jamii zetu katika kuyaingia madhambi na maasi mbalimbali, bali alinhirafat an minhaji nubuwa, bali mnaushuhudia ukengeukaji. Watu wanapinda kweli kweli, na watu wamepinda bwana. Vijana wengine nasema si kupinda shekhe, wamekata kona. Ni zaidi ya kupinda kwenye kuacha mifumo ya manabii. Watu wako mbali na Uislamu. Haya tunayashuhudia katika jamii zetu, na hili la kukengeuka na kupinda tunalo ni mamoja kwenye madhambi makubwa na kwenye madogo. Hayo madhambi madogo ndio kabisa yanaonekana si madhambi, watu hawaogopi saghair, na ndio maana tumepata balaa la kuingia kwenye kabair, kwa sababu yule ambaye yastahinu min as-saghair, anadharau madhambi madogo, basi hiyo ndiyo barabara na ndiyo utelezi huo unampeleka kwenye kabair. Ukiwaona watu wameingia madhambi makubwa pasi na haya, fahamu kwamba wameanza mbali hao. Walidharau madogo madogo, yale madogo yale yakamuingiza kwenye kubwa. Katika hili jambo la kukengeuka, hili ni katika madhambi makubwa na ni katika madhambi madogo. Hatuyajali yale madogo, unachukulia maskara tu. Baada ya muda unajikuta umeingia katikati ya lile kubwa. Sipana watu wanaanza uraibu kwa sigara tu. Anajifunza sigara. Hebu nipe pafu bwana hapo. Pafu ya kwanza, basi tosha. Akaendelea, hiyo sigara itamvutia kwingine. Ameanza na sigara ndogo, mara wasikia anavuta sigara kubwa, bangi. Huyo anachochora huyo. Waambie si bangi tu sasa. Huyu bwana amekwenda mbali. Kaanza mirungi kidogo. Jamaa wanamuanzisha miti miwili mitatu. Mwisho anatokomea kwenye mapombe huko. Wengine kwenye madrugs. Anaingia katika unga. Unaambiwa mtu amekuwa cha pombe kupindukia, amekuwa teja. Lakini kuna mambo alianza pole pole akiyadharau, sasa ameingia katika balaa la kabairu dhunub, hawezi kutoka. Waangalieni waraibu, wazinifu pia. Usifikiri mzinifu hapo alipofika amekurupuka, la, ametoka mbali. Alianza kuzembea saghairi dhunub katika jambo la zina, akaanza kuwasemesha wanawake wasiokuwa halali yake. Anasalimia kwa mbwembwe, huyu anamuita mchumba, yule anamuita mathna yangu. Mtu hajamuoa lakini anaanza hivyo, mathna yangu hii, niambie bwana, mchumba vipi? Ndo anaenda huyo. Faragha, haogopi kukaa faragha na wanawake, atakaa na wanawake
pasi na maharim zao, akazungumza nao. Anakuja huyo, anaanza kuwapa mikono, wakisalimia, lete mkono wewe. Mimi si kama baba yako tu, mimi ninakufanyaje kama wewe umri huu lete mkono. Huyo anakuja huyo, mwisho anatongoza, akitongoza anakubaliwa, hilo linakwenda kuzini. Misinifu mingi imetoka mbali, walidharau madhambi shekhe kwenye jamii yamekuwa makubwa kwa sababu watu walianza kuteleza kwenye saghairi pasi na kujali. Sasa hivi tunaogelea katika madimbu ya kabair kwenye jamii zetu. Hebu tuangalie mifano, halafu tuulizane hapa kwenye muhadhara huu, hii mifano hii inatuhusu sisi au watuhusiki? Undhur ayuha nas ashirkiyat, hebu tizama mambo ya shirki katika jamii yetu yakoje. Ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la ushirikina ni jambo limeota mizizi katika jamii za Waislamu. Wengi ambao wanajiita Waislamu na pengine wanaingia misikitini hawajasalimika na jambo la ushirikina. Hili ni jambo ambalo tulishuhudia sisi, na mara nyingi mimi huzungumza, achilia mbali awamu nas, jambo la ushirikina liko mpaka kwa watu ambao ni waalimu, wanaitwa maustadhi, wengine mashekhe, lakini ni washirikina, ni watu wa mashetani, ni watu wa kuagua kwa mizimu, lakini wanaingia misikitini wakiwaswalisha Waislamu, au wanazo madarisi wanafundisha, shekhe mganga. Hili jambo lipo katika jamii kwa kiasi kikubwa sana. Angalia balaa la kutambika kwa mizimu kwenye makabila yetu. Watu wengi wanaamini kwenye matambiko. Hawa wakina Muhammad, wakina Saleh, wakina Ismail, utawaona msikitini sijida zinawaka, lakini wakati fulani watakwenda makwao kijijini huko kwenye kabila lao, kwa watu wake wa ukoo wake, anakwenda kutambikiwa huko kwenye makaburi ya kwao, katika vilinge vya babu zake. Mambo ya kuamini mizimu yapo. Watu wengine wanatembea na mashaitani wakiwalea, anamuita ni kiti wake. Huyu aniamrishi mabaya mimi ananiamrisha mema huyu shetani. Hili jambo la kuadhimisha makaburi na kuwaomba wafu limeenea tena kwa sura ya dini. Watu wanakwenda makaburini kuwaomba wafu, kuwaadhimisha waliokufa, wanakwenda kulia shida zao kwenye makaburi. Hili jambo tunaliona wazi wazi, hasa kwa masufi. Hawamuogopi Allah. Wenyewe wanasema sisi hatuendi kuabudu wale, tunakwenda kutabarak na kutawassal. Haya ndiyo majibu ya washirikina wa Makka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Walikuwa wakisema hivyo, sisi hatuwaabudu hawa masanamu isipokuwa tu watukurubishe kwa Allah. Asili haya masanamu walikuwa ni watu wema. Kwa hivyo tunapitisha maombi yetu kwao na wao watupelekee kwa Allah. Ndiyo majibu ya washirikina ambayo walikuwa wakiwajibu waumini wakati wanakatazwa shirki. Wenye kujiita Waislamu leo ndio majawabu yao, sisi hatuwaabudu mashekhe bwana, hatuwaabudu masharifu. Mnafanyaje kule makaburini? Wanasema tunaenda kupitisha maombi yetu kupitia wao. Kweli wale wafu wataweza kuwaombea mlio hai, au nyinyi ndio wa kuwaombea wale? Washakwenda kwa Mola wao. Hizi ni chembe chembe za shirki zimeenea kwa sura ya dini. Ta'dhimul qubur, kuyaadhimisha makaburi na kuwaadhimisha wale waliolazwa mule ndani kwa kiwango ambacho kinapelekea ushirikina. Tunayo hayo mambo ya mahirizi. Mnaonaje jambo hili? Lao tunapitisha misako katika misikiti kwa hawa Waislamu wenye kuswali. Sikwambii walioko masokoni, walioko mpirani huko, walioko makazini, hawa wenye kuingia misikitini, lao inapitishwa misako. Utakuta watu wana mahirizi, watu wataumbuka viunoni huko, kwenye vipanya, watu wamevaa hirizi, mabangili. La nini hili? Akwambia kinga hii bwana, sio mchezo hii shaba bwana. Unajua tena mjini hapa mambo mengi. Mtu mwenye kuswali huyo
Mahusda shekhe yamekuwa mengi, watu wanachezea, watu wanahirizi katika miili yao, kwenye maeneo yao ya kazi, kwenye ofisi zao, kwenye biashara zao. Shirki imefikia kiwango hiko katika jamii yetu hii. Sasa hivi tukitahadharisha shirki, hatuwazungumzii makafiri washirikina peke yao, tunawazungumza pia wenye kujiita Waislamu. Na haya ndio maajabu, kuna watu wamekubali Uislamu lakini bado wana ushirikina. Wale washirikina wa zamani hawakukubali kabisa. Wao walijua wakisema la ilaha illa Allah hakuna namna isipokuwa kujielekeza kwa Allah, wakakataa kalima hii kwa kuwa walijua maana yake, kwamba hatuwezi kuendelea kuyaabudu masanamu na mizimu wakati tumesema la ilaha illa Allah. Majuhali wa leo wanakubali la ilaha illa Allah, lakini wanaendelea kufanya ushirikina na hiyo la ilaha illa Allah. Ndio maana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika rasaili zake akaeleza wazi, washirikina wa leo ni wazito zaidi wa shirki kuliko wale waliotangulia. Wallahi alazim, maneno yake yanauhalisia katika maisha yetu, shirki. Lakini ukiacha dhambi hili zito kabisa, hebu niambie kuhusiana na as-salah, tarku salah, kuacha swala, hali ikoje? Watu wengi hawaswali. Sehemu kubwa ya Waislamu si wa kusimamisha swala 5 ambazo ni faradhi kwa kila Muislamu, rijalan wa nisaa, Waislamu wanaume na wanawake. Kila mukallaf lazima aswali, bali as-salah ni fariqa baina almuslimin walkafirin. Ndio ibada ambayo ni shaira, ni nembo, kielelezo kinachotofautisha baina ya Waislamu na makafiri. Sio Waislamu na waovu, Waislamu na makafiri. Yani kitambulisho ni kuswali, ana muslim, ndio baada ya kutamka shahada mimi ninahudhuria misikitini ninaswali na Waislamu wenzangu, nembo ya kutambua hiyo. Haya, wangapi wasio swali katika hii jamii ya Waislamu? Na ni wangapi wana swala za kukatakata, hawana ukamilifu katika swala zao? Ataswali baadhi ya swala akidiriki, akijaliwa, akiwa hayuko bize utawaona wengine Jumaa mpaka Jumaa ndio utawaona, na hiyo sio swala ya kisheria. Huyo anahesabika haswali, kwa sababu hawa maulama wenye kumkufurisha tariku sala wanamkufurisha kwa kuacha swala moja. Man taraka salatan wahida, aliyeacha swala moja. Sasa usijitie kwamba mimi Ijumaa ninakujaga lakini Isha sikosi. Hiyo sio swala iliyofunzwa na Uislamu. Wangapi wasio swali katika Waislamu? Katika familia zetu sisi tunaoswali huko majumbani, watu tunaowalea wanaswali, wengi hawaswali. Hakuna katika ibada imepuuzwa katika majumba ya Waislamu ni swala. Utawaona watu kama vile ni Waislamu bwana, kanzu wanavyopendeza, wengine na vilemba. Ukipita katika majumba utasikia makasaid, kasida zinaimbwa, redio zimefunguliwa kasida. Si ndio nyumba za Waislamu hizo? Kama vile Waislamu sana. Hayaulizia swala kwenye nyumba hiyo. Na hii ni kwa sababu ya ule ukiritimba wa mafundisho ya bid'a ambayo watu wamekulia muda mrefu. Wallahi, mafundisho ya bid'a yaliyotukuza katika miji yetu yametufanya tudharau swala. Hawa mashekhi wa bid'a, hawa masufi, wana dhima ya kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo la swala wanalifanyia mzaha, hawalizungumzi kwa ule usiriazi wake. Wao wenyewe, wengi wao, si wote, wengi wao waalimu wa bid'a, hawa masufi, hawa watu wadufu, waalimu wengi. Shekhe, si wamekuwa mashekhe zetu, tunawajua bwana, si tunajuana sisi, wametulea wengine. Hawasimamishi swala 5, hawasimamishi. Na jambo la swala wanalizungumza kiwepesi, na hata madarisi zao jambo la kuswali ni kama khiari. Watu wenye kujua bid'a wakisikia haya maneno watafikiana na mimi. Kama ni mtu anataka haki, kwenye hadhara za maulidi watu wanaswali,
Subutu. Uwanja umejaa umma, adhana zitaadhiniwa, angalia wenye kuingia msikitini. Madrasa zimebakia uwanjani tuli, kazi yao ni kupasha dufu tu. Wanapasha dufu, kuangalia nai zimekaaje. Swala inaisha kule. Walioingia wachache na waalimu wengine mmekaa nao hawaendi kuswali. Wanasubiria zamu yao ya kaswida. Haya, angalia ikifika hiyo zamu ya kaswida anavyobana pua hapo na kukata viuno. Ndio dini hiyo. Tariku swala. Lakini yupo uwanjani anaadhimisha maulidi makubwa. Masufi wamewaharibu watu. Angalau sasa kidogo, na bado tuna kazi kubwa. Da'wa ya sunna imekuja kuzindua. Kuna mtu gani wa sunna asiyeswali? Utakuwa una sunna ipi? Utakuwa unajitiatia katika sunna tu. Hata sisi tukubali. Mtu wa sunna huswali, wewe haupo. Hata kama midevu inafika kwenye kitovu, wewe utakuwa kama vile mabaniani tu, au wale makala singa si wana mandevu wale. Huswali, hatukubali sisi. Kunja hiyo kanzu mpaka kwenye magoti, ile ni sisaki yako ile, iwapite makhawariji. Lakini huswali, huwezi kuwa mtu wa sunna. Maneno yamezungumzwa kwa viwango vyake, na watu wa sunna wanasisitiza hapo angalau, lakini bado maradhi ni makubwa. Jambo la swala ni janga katika miji yetu, kwa Waislamu, bali kwa waalimu wa dini. Mimi hawa waalimu wa bid'a wananitia uchungu kweli kweli kwenye mambo haya. Wameweza kuwafundisha watu vitu vigumu, watu wakashika miondoko ya kuimba, zile bahari zote wametufundisha namna ya kughani, namna ya kuitikia, vitu vigumu kabisa. Kasida za Kiarabu Wasambaa sisi, Wachaga, Wazaramu tukaziimba vizuri tu. Mmeshindwa kutufundisha swala? Mbona watu hawaswali? Bali hata watoto wa madaris za masufi hawaswali. Utashangaa, na hili jambo tunalipiga vita katika madrasa zetu. Mwalimu, usiwaruhusu watoto waende nyumbani muda wa swala. Alasiri imeingia, mtu asema pale, haya dua ya kuondoka. Watoto hao, watu wanaingia kuswali, watoto nyumbani. Mtu anasoma madrasa toka mtoto mpaka anabaligh, sio mtu wa swala. Taimu ya swala watoto wameruhusiwa, alafu shekhe ndio imamu. Aina aqlukum? Ndio jamii tunayoishi nayo. Haya maneno haya tunaambiana sisi, ni maneno yanatuhusu, wala hatuwaambii watu wengine. Hili jambo la kuacha swala ni janga, kama si la kitaifa ni janga la kimataifa, si ndio? Dhambi hili la tarku salah, dhambi la kuacha swala tunalo. Lakini nikupe mfano mwingine. Undhur kathrat almaraqis walmalahi. Hebu angalia wingi wa maeneo ya miziki hivi sasa na kumbi za pumbao kwenye mitaa yetu. Hizo pabu kadha, night club kadha, majina mbalimbali. Zile klabu za miziki na starehe zinaingia mpaka mitaani. Zamani ilikuwa makasino yanafichwa huko, na pengine ukipita nje wala uwezo ukajua ni kasino, hasa mchana. Utaona ni sehemu ya biashara, watu wanauza mahindi, watu wanauza chipsi na nini, lakini usiku ndio pana balaa hapo. Siku hizi hakuna mambo hayo. Hizo pabu, hivyo viklabu vinaletwa mitaani. Mambo ya ngoma na mambo ya pumbao yameingia mitaani. Rannatu shaitan, mlio wa shaitan, alaghani. Katika jamii zetu leo mlio wa shaitani unasikika kuliko adhkar, kuliko Qur'an, kuliko wataadhana. Kila nyumba ina sabufa, watu wanashindana kununua masabufa na maflash, wanashindana memory card, wanashindana. Sio kwa ajili ya Qur'ani au masabufa, sio kwa ajili ya dhikri, sio kwa ajili ya mawaidha, ni kwa ajili ya miziki. Nyumba zetu leo zimeweka vifaa vya miziki zaidi ya baadhi ya kumbi za miziki. Mtu akiwa anafua mziki, mwanamke akiwa anapika mziki, akiwa na deki mziki. Watoto wetu wadogo hawajaweza kushika adhkari na adhana, wamehifadhi miziki.
vitoto vidogo chatambaa, ikipigwa ngoma mtoto anasota anacheza pale. Mpaka unajiuliza, sasa hapa kwangu hakuna mziki, kwa jirani akipita na mama yake kwenda masokoni, balaa. Almalahi walmarakis, miziki na makumbi haya ya starehe haya, katika balaa lake makumbi ya starehe, makumbi ya miziki yana athari kubwa kwenye jamii, kwa sababu mara nyingi ndiyo kituo, makumbi ya miziki ndiyo vituo vya zinaa na pombe. Ukiona mahali kumbi za miziki na kumbi za starehe zinashamiri na kujengwa kwa wingi, kama hapa kwetu mkoa wa Kilimanjaro, wenyewe wanasema katika mkoa huu, kwa takwimu ambazo wanazifanya, ni mara chache kupita nyumba 5 hakuna baa au klabu mkoa huu. Kwa hiyo balaa lake ni kubwa, nyewe mnafahamu. Na hizi kumbi za starehe ndio vituo vya uzinifu na ulevi. Ukifika hapo utawapata wazinifu wakijiuza, na kama ni mzinifu mwanaume, madada poa utawakuta pale. Wewe ni kufika tu, watakiwa ufike pale. Ulevi wa kila aina utakuwepo hapo. Kwa hivyo haya maeneo shari yake inakuwa ni kubwa zaidi. Haya, tuache hilo. Wa min adh-dhunubi wal maasi al-muntashira, katika madhambi yaliyoenea sana katika jamii zetu, al-muamalatu ribawiyya wal mutajaratu bil maisir, ni miamala ya kiriba na watu kufanya biashara kwa kamari. Haya, hili jambo la riba likoje? Sisi Waislamu ni vinara kwenye riba, wala hatumuogopi Allah katika jambo hilo, na watu wanaunda vikundi mbalimbali vya mambo ya riba. Vikundi vingine maalasaf vinaundiwa msikitini, na watu wanatangaziana kikao cha kikundi msikitini, kisako si cha riba, na pengine kikao kinafanyika kwenye baraza ya msikiti pale. Muadhini ni mjumbe wa hicho kikundi, na pengine imamu ndio mweka hazina. Kiwango kimefikia huko. Alafu ukiwaambia tufanyeje sasa? Nyinyi Waislamu hamtoi hela, watu wana shida, leteni hela za Kiislamu. Waarabu kazi yao kumkumatia kafiri tu, eti anakula riba yeye huko Tanzania, anamlaumu Mwarabu yuko Saudia huko. Hawa Waarabu wanatupa nini? Waislamu tuna shida bwana, hawa wenzetu wanasaidiwa kadha wa kadha. Hivi majibu kama haya utampelekea Allah kwamba kwa sababu kuna Mwarabu huko hajakusaidia ukaamua kufanya haramu? Kwani hii dini ya Waarabu? Uislamu ni wa watu wote. Inni rasulullah ilaikum jami'an, mtume ni wa wote. Wa hadha alislam liljami'. Waarabu wanapatia, wanakosea, na watapatilizwa na makosa yao na kuhesabiwa kwa yao, na sisi kadhalika. Uislamu ni wetu, tutafuatiliwa kwa namna tulivyousimamia, na kama ni makosa tutaadhibiwa kwa makosa yetu. Sasa kutokusaidiwa sio sababu ya kufanya haramu. Na kwambieni, mambo ya riba hayazungumziwi kwenye maofisi huko, yako misikitini sasa. Na ndio maana jamaa wana haya, wallahi alazim. Baadhi ya taasisi za fedha, kuna baadhi yao tumekutana nao na tukawafukuza kwenye misikiti yetu, wanakuja kuwaomba fursa asimame msikitini. Baadhi ya taasisi za fedha nchi hii awaelezee Waislamu namna benki yao inavyofanya kazi na namna walivyokuwa na riba nafuu, na hiyo Islamic account inayofanya kazi. Anaomba hajazungumza upumbavu ule msikitini. Naambia basi umekosa haya wewe, kwa sababu ya njaa tu unakuja mpaka msikitini utetee mambo haya? Kiwango kimefikia huko. Ikiwa mambo haya yanazungumzwa misikitini, Waislamu wanayafanya misikitini wenye kuswali, hebu niambie wale wajinga walio nje. Wengine wanaona riba ni katika sehemu ya biashara, na hizo kamari, mambo ya kubeti, shekhe, kuchana mikeka. Mikeka inachanwa, watu hawafanyi kazi. Habari ya mjini hivi sasa ni kubeti. Mimi nasema uongo? Vijana hawafanyi kazi, ndio watafuta mtaji wa kubeti tu. Almaisir, kamari imekuwa ni jambo la halali kwa namna watu wanaofanya, ni sehemu ya kazi. Wale majobless kazi yao ni kamari, wanabeti kwenye kila jambo, kwenye mipira,
wanabeti kwenye maharusi, wanabeti kwenye misiba, wanabeti kwenye kila kitu. Hivi juzi nimeambiwa kuna beti pia za wagonjwa. Beti ni hiyo, wagonjwa wali wa ICU kwamba ataondoka wiki hiyo waondoke, tufunge hela. Nimeambiwa juzi nikashangaa mimi. Jamaa sema kwa hali mgonjwa anaondoka. Ngeniambia hamna, huyo aondoki. Kaka anaondoka huyo. Mimi nakwambia aondoki. Tufunge 10. Jamaa anaweka 10,000 pale. Tusubiri wiki. Kweli bwana, baada ya siku 3 mgonjwa huyo jamaa anakula 20. Si nimekwambia mimi? Lete 20 zangu hapa. Kiwango kimefikia huko. Haya, angalieni hizi kamari za Kichina ambao zimeingia katika mitaani kwetu, kamari za kutia pesa zile wamezileta mtaani. Sasa asili zile mashine ilikuwa ni mashine za kwenye makasino, leo zimekuja mitaani. Alhamdulillah, Allah walipe kheri viongozi wa Zanzibar, nimeona wanaanza kupambana nazo angalau kwa kiwango kwamba hatuzitaki mtaani, mtatuharibia familia. Nimeanza kuona baadhi ya viongozi kule Zanzibar wa serikali, madude haya kama mnataka kuyaweka, pelekeni kwenye maklabu ya washenzi huko, mtu atatumia nauli na kiingilio aje afuate huko, lakini mnaleta mtaani. Watoto wanayaona, kati ya 200 kala 400, kati ya 500 kala buku. Vitoto vimeanza uwizi, fedha za chenchi bwana, ukizubaa nyumbani zimepitiwa. Watoto wetu wanakwenda kwenye kamari mitaani, na unakuta banda la video kamari nje la Muislamu, na pengine anaswali. Utashangaa yule mwenye lile banda na ile kamari anaswali. Sasa nyingine ukifika pale pamefungwa, yuko hapo jamaa yuko msikitini bwana, ndio tunamsikilizia hapa wale watu wa kamari. Mwenye lile mashine anaswali. Jambo la riba ni jambo la hatari, na Qur'ani imeizungumza riba kwa makemeo makubwa sana. Na makafiri wao waliona kwamba riba ni sehemu katika biashara, na ndiyo propaganda zao mpaka leo kwamba huwezi kufanikiwa bila riba, na watu wametoboa maisha. Wewe nenda kwenye mabenki kule wanavyokushawishi, nenda kwenye ofisi kwamba nimekuja kufuatilia habari za mikopo, utaona unavyokaribishwa pale. Ofisi nzuri, utapewa maji, juisi, naulizwa kahawa, vinakuja vibinti pale vizuri, vinakuelezea mafanikio ya riba. Unatajiwa baadhi ya wafanyabiashara, wewe umechelewa, kazi yako ni kubwa tu, wewe ndio unaibana kadha, unatoa macho, utatoboa. Haya, ingia, yaanze ya marejesho wanadai madume. Ile simu ni ya dume, mbona hujaonekana huko? Na wale wanaokuja madume, ushaingia katika mfumo. Lakini wanawadanganya watu ile ni biashara, lakini wao wanataka watu wafanye zile kazi za riba kwa sababu ndio zinazowapa faida kubwa. Wanafaidika katika upande huo kuliko upande wowote. Hawataki kuriski biashara kwamba eti aingie share na wewe, kwamba mimi nina idea ya kazi, wewe una fedha, tuingie share, tufanye biashara, tugawane asilimia kwenye faida na hasara. Wanataka mambo hayo. Hawataki kupata hasara. Hasara pata wewe. Na ndio maana ule sio musharaka katika Uislamu. Musharaka gani huo ambao wewe ni upate faida tu? Tunagawana faida tu, hasara ni yangu, na dhamana nimeweka kitu changu. Mtaji ukipotea kinauzwa kitu changu. Wewe umeona musharaka huo? Wale hawapotezi, almurabun ndio walivyo. Kwa hivyo riba imesemwa vibaya na Qur'an, na makafiri wameendelea kuitetea riba na wamewaingiza Waislamu wengi katika jambo hilo. Lakini kamari, hadith wala haraj, nusus za kuharamisha riba katika al-Baqara aya 275, katika al-Maida aya 90, mambo ya kamari kwamba ni najis, ni katika amali za shaitan. Adilla ziko nyingi, sina muda wa kuzitaja hapa. Na wauliza swali, madhambi haya hakuna, hayajaenea kwa kiwango cha kutisha, usalama wetu uko wapi? Lakini pia madhambi na maasi yanayotokeza kwenye jamii kupitia wasailul i'lam, na hii ni mada mbali, vyombo vya habari vinavyoeneza maasi na mabalaa. Ni mamoja ya vyombo vya kusoma, magazeti, majarida
au vyombo vya habari vya kusikiliza kama redio na FM mbalimbali, au vyombo vya habari vya kutizama kama haya matelevision tuliyokuwa nayo, au kanati mbalimbali, mablog mbalimbali ambayo watu wakiingia kufuatilia mambo, upande huo umetuletea shari kubwa. Upande wa hivi vyombo vya mawasiliano na habari, shari yake imekuwa ni nzito. Vyombo vya kutazama, vya kusoma, vya kusikiliza, shari iliyoko huko ni kubwa. Bali matangazo ya kujiuza wanawake, matangazo ya pombe, na pombe zinatajwa na faida yake, mtu kama inaburudisha. Pombe inaburudisha, unaambiwa ni burudani kwanza, lakini pia inastarehesha na kutoa mawazo, kama vile dawa, si ndio? Inaelezwa kwa kiwango hiko, na chupa zimekuwa nzuri. Leo hata ukienda kununua kitu supermarket, sisi washamba, hebu jitahidi usome kwanza. Kama ni Kiingereza mpelekea kusomea, unaweza ukapiga bia shekhi, unafikiri juisi. Vichupa pia vya kiwango vidogo dogo vizuri, mtu anaweza katia mfukoni hapo, kichupa kizuri kama cha Apple vile, utafikiri juisi ya embe, lakini tembo hiyo. Namna wanavyoipromote na kuiboresha ili watu wa walevi kupitia vyombo vya habari. Bali upande wa hayo madishi ya kisasa na vingamuzi, hadithu wa haraj, watu tuna vingamuzi majumbani, ile dunia nzima umekusanya pale kwako kupitia kingamuzi chako. Watu wanatizama tamthilia ya kila mahali, Europe, Amerika, Afrika ya Magharibi huko, matamthilia ya Kihindi, bara Hindi, wa Korea wameingia, Waturuki. Bala watu hawatoki ndani, ni msalsalati, wanachukua akhlaki chafu, wanafundishana kutongoza, unafundishwa kulewa. Tamthilia zinafundisha wizi, namna ya kutapeli, uporaji wa mali. Haya ndiyo mambo tulionayo kwenye vingamuzi. Mipira hiyo yenye kamari, ya wacheza uchi, yenye kila balaa, ndiyo mambo tunayoyafanya kwenye vingamuzi na adushush. Haya maasi tumeyajaza. Lakini na mengi, nimalizie kusema, wa min almaasi allati kathrat fi almujtama', na miongoni mwa madhambi yaliyokithiri katika jamii yetu, na nyinyi nyote ni mashahidi, af'alul baghi wa qati'ati arrahim. Wallah, matendo ya uadui, af'alul baghi, matendo ya uadui na ukataji wa udugu. Hili ni jambo limeenea kwa kasi kubwa, yamejaa katika jamii yetu. Na hapa nimeikumbuka riwaya inda al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa Ibn Majah min hadithi Abi Bakrah radiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika maneno amewahi kuyasema Mtume alayhi salatu wassalam, anasema ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yudakhilu lahu fi al-akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Al-Allamah al-Albani ameisahihisha hadithi hii katika sahiha. Nambari ya hadithi katika silsila ni hadithi nambari 918, hadithi ya Abi Bakra. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ma min dhanbin, hakuna dhambi lolote, ajdaru an yuajjila Allahu li sahibihi al-uqubata, lenye kustahiki zaidi aharakishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfanyaji wake ile dhambi, kuiharakisha adhabu fi dunya, akamuharakishia hiyo adhabu hapa duniani, ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah, pamoja na kile ambacho anamuandalia yeye na kumuhifadhia mtu huyo akhira. Hakuna dhambi lenye kustahiki mtu kuandaliwa adhabu ya haraka duniani, bali itahifadhiwa adhabu nyingine kwa ajili yake akhira, min albaghi, kuliko dhambi la uadui, wa qati'ati rahim, na dhambi la kukata udugu. Hebu tuanze na hapa katika albaghi kwa uchache tu. Jambo la uadui ni dhambi hili lenye kuleta adhabu duniani
na akhira. Leo wizi na ujambazi ni sehemu ya kazi, na tulivyokuwa wapumbavu tunaweza tukawasema wale vibaka waiba kuku, wale waanua mashuka, tukawasema vibaya, tukawaua, lakini wakati huo tukawasifia majambazi wenye kupora kwenye mabenki, kwenye maduka ya watu, kutumia silaha. Pengine Muislamu akawaita vidume wale. Wale ndio watu bwana. Sio unaiba kuku bwana. Wale wameingia mchana kweupe, wanaume wale. Wamechukua hela. Wanaume gani waizi wale? Majambazi wale, wanafanya dhulma wale. Unasifiwa ujambazi. Na hata wazazi wengi wa Kiislamu wanachukia mtoto wake kuwa kibaka. Kibaka teja wa mtaani huku, kuibaiba majagi ya maji, si vikombe. Huyu ndio anaonekana mpumbavu, lakini mtoto wake jambazi. Hiyo ni sifa kubwa, mzazi anaona ni sawa hiyo. Ujambazi ni uadui. Matukio ya uharamia na ugaidi, kuwaua watu pasi na hatia, kuwajeruhi watu, wengine hutoa hoja za kidini. Haya matukio tumeyashuhudia sana miaka hivi karibuni. Bali miongoni mwa baghi ni kuwadhulumu wanyonge. Hili jambo ni kwa mustawa wa watawala na watawaliwa. Watu duni mara nyingi hawana haki katika jamii zetu. Wanyonge wanakandamizwa, utasiginiwa. Mali ni yako, umedhulumiwa shamba lako, kiwanja chako au kibanda chako, mwenyewe ulikuwa ukifanya biashara zako, lakini wale waliokudhulumu ukifanya mchezo watakufunga. Ni bora ukubali yaishe kwa vikao vya wazee vya mtaani. Bwana wewe ondoka zako hapa. Mimi shapachukua hapa. Sasa ukiniambia palikuwa kwenu mimi sikuelewi. Sana kama ninakuhurumia, kuna milioni, kanunue kiwanja huko New Land huko. Ukakae porini. Ndio ninachoweza kukusaidia hicho. Au nitakuwekea na kibanda kimoja, room moja, kama banda la kuku, ukakae huko. Lakini ukisema unaenda mahakamani, kaka, haya. Na kweli ukienda utafungwa na utafunguliwa kesi ya madai kwa dhulma. Wanyonge wanakandamizwa na wenye nguvu leo. Hebu angalia dhulma zinazofanya katika familia zetu. Usiende kwenye serikali, kwenye mahakama huko, labda useme ni mamlaka ziko juu yetu, hatuwezi. Kwenye familia zetu angalia namna wajane wanavyofanywa na watu wa familia zao. Mwanamke aliyefiwa na mume, wale ndugu wa mume wanavyowafanya wanawake leo. Angalia mayatima wanavyodhulumiwa katika jamii na familia za Kiislamu. Baghi. Wajane wanafukuzwa katika baadhi ya familia. Wale watoto wanadhulumiwa haki zao. Yuko mtu anafariki, ameacha haki nyingi za watoto wake, lakini mpaka watoto wanakuwa maskini, vile vitu vya mzee wake vimemalizwa na watu wao. Si mtu mbali, aliyefanya hujuma ni baba mdogo anaitwa, baba mkubwa anaitwa, mtu anaitwa mjomba, mtu anaitwa babu, ndio kafanya hiyo dhulma bila kumuogopa Allah. Wajane na mayatima wanakomeshwa leo. Nyinyi ni mashahidi. Sisi tumekuwa na uoga leo. Watu wengi wanakosea kwa sababu ya uoga leo. Pana watu wanagawa mirathi wakiwa hai. Ni jambo si la sawa. Mirathi ni mpaka ufe, lakini kuna mtu anaona potelea mbali. Mtu anaandika vitu vyake, atamwandikia mke wake kitu fulani, mtoto wangu ana hiki, na anakwenda mahakamani na mtakula saini, kwa sababu hawaamini. Kila akiwatazama, mimi mwenyewe wananipiga changala macho hawa, nikifanya hivyo wamenipiga, mara hivi nimezimwa. Kweli mimi nikizima watoto wangu watawaangalia hawa? Pana watu wanabidi waweke maandishi. Na kweli kuna watu wanaumbuka baada ya misiba, akizungumza tu hivi ajui kama mambo yameandikwa. Sisi tumehudhuria kesi nyingi sana, mtu anaumbuka. Sasa shemeji, naona watu washaondoka hapa, hebu nipatie ile funguo ya gari. Ameanza huyo, gari ya ndugu yake. Ingelikuwa gari haijaandikwa, anaambiwa hapana, gari ile haitoki. Maana gari imeandikwa mtoto, mwenyewe amemwandika mtoto wake, ni gari ya fulani, napewa kadi photocopy. Okay, kwenda.
Bila hivyo ingeenda ile. Watu wanafanya hivyo leo, vitu vyao wanaandika watoto wao. Kwa nini mpaka mtu unamuogopa hata baba yako? Hivi nyinyi kiwango mmekiona? Mtu hamuamini mzazi wake, mtu hamuamini ndugu yake wa tumbo moja, hamuamini kwa watoto wake. Na wallahi kuna watu tumewashuhudia wakitufanya mashahidi kwenye mali zao, wakati wa kwenye vitana wanaumwa, mtu anawaita maimamu, anawashuhudilia, haamini waliomzunguka. Ndio kiwango cha jamii, ni sisi hao. Mimi sizungumzi watu wengine. Haya mambo ya kubambikiana kesi ndio hata usiyazungumze, maana pia ukiyazungumza sana, ukitoka hapo nje pia utapewa ya kwako. Sasa kila mtu ashaogopa sasa hizi kesi za uongo, kwamba unatafutiwa tuzengwe na ukakaa ndani pale mpaka ukakoma. Haya ni mambo yamezoeleka, na ukijitia kiherehere wa kuzungumza sana mambo haya, ukimaliza kuzungumza, ukitoka hapo nje na wewe una kesi yako, ingia huko na pengine ukafungwa. Baghi, haya mambo yamekuwa ni ya kawaida. Yapo watu wanaozea kwenye magereza, kwenye vituo vya polisi, wengine wana vilema leo, wengine wameuawa, wengine wamefilisiwa kwa sababu ya baghi, kwa sababu ya uadui. Hili ni dhambi kubwa, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaeleza kwamba dhambi hili linaharakisha adhabu duniani, na pia adhabu nyingine inahifadhiwa akhira. Qatiyatur rahim, dhambi la kukata udugu, mnalionaje? Tumezungumza katika Ijumaa hii kule msikitini Jundub. Hakuna mambo ya undugu hivi sasa. Undugu ni tia maji sasa hivi, na ndio maana jambo la kifamilia limekuwa dogo. Zamani familia zetu zilikuwa ni kubwa. Kuna upande wa mama, utakuta wajomba zako huko, babu zako, bibi zako, ndugu zako, watoto wa wajomba, mama kubwa, wadogo, ukoo mkubwa kabisa. Kuna upande wa baba, familia zikiwa ni kubwa, kaka zako ni kaka kweli kweli, wale watoto wako wale ni baba zao, na wale watoto wao unawazingatia ni watoto wako. Rahim hakuna leo. Leo familia zetu ndogo, mtu familia, ukimuuliza familia ameifunga hivi, ni mkewe na vitoto vyake basi, kafunga hapo. Sana sana ndugu zake wengine kwa si wanaume ni kwa wakwe zake, utakuta karibu na baba mkwe na mama mkwe basi. Ndio familia ilivyo. Undugu tumeukata, hatujuani, hatutembeleani, hatusaidiani, hatuvumiliani. Kila mtu na maisha yake. Mtu kumkasirikia ndugu yake na kumkata ni jambo la kawaida, ana maisha yake, tusizoeane. Shekhe, pana undugu, ndugu hafanyiwi hivyo. Hizi sio maisha yako, kuna damu pale. Kuwa na moyo wa sabr, kuwa na uvumilivu, chunga maslahi mapana. Tulieleza katika hutuba zetu zile kwamba undugu sio kulipa wema. Hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As, laysa alwasilu bilmukafi, hawi mwenye kuunga undugu yule mwenye kulipa wema, walakin alwasila man idha quti'at rahimuhu wasalaha, lakini mwenye kuunga undugu ni yule ambaye kizazi chake kikikatwa anakiunga. Watu wengi hawaungi undugu, wanalipa wema. Ndugu mwenye kumfanyia wema na yeye atamfanyia wema, ndugu mwenye kumtembelea na yeye atamtembelea, mwenye kujali mambo yake na yeye atajali mambo yake. Ndugu mwingine asiyefanya hivyo hana habari naye. Kila mtu na 50 zake. Hujajua kuunga undugu. Kiwango cha kuunga undugu cha Uislamu ni kile ambacho kuna ndugu yako wanakukata, wewe unamuunga. Hakupi ukiwa huna, na unajua anacho, lakini akikosa akija unampa. Hicho ndio kiwango cha Uislamu cha kuunga undugu. Hakutembelei, wewe unamtembelea. Wewe ukifika pale anacheka cheka tu. Sio umekuja sana bwana, jichekesha tu. Ni ubize tu, lakini nitakuja bwana. Mwambie shemeji yangu nitakuja. Mwambie haya, na miaka 5 ninakuja, tumeona wewe uji. Nenda mpaka aone aibu. Tunaweza hivyo? Tuna moyo huo?
Yule sahabi alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamshtakia, qarabati, ndugu zangu ya Rasulullah, u'tihim fayamna'unani, mimi ninawapa na wao wananinyima, asiluhum, ninawaunga kwa udugu wangu, yakta'unani, wao wananikata, hawaniungi. Mtume akamwambia, silhum a'tihim, waunge, endelea kuwapa, wewe unawapa kala moto. Na katika baadhi ya riwaya imekuja unawalisha majivu ya moto, unawapa dhima wale, wewe fanya wajibu wako, wao watajibu dhima hiyo kwa Allah. Sasa jambo la kukata udugu limevuka mipaka kwenye zama zetu. Watu leo wakishaoa na kupata watoto wao, usishangae kuwatelekeza wazazi wake. Wazazi wameachwa vijijini huko, wengine tunao mjini. Mtu hajui wazazi wake wako hai, hajui wamekula nini, wameishije. Ni mara moja moja atawatafuta, tena kama kuna tukio, na mara nyingi mpaka wakupigie wao, au mzazi anakutumia please call me, na unasema mzee ana nini huyu, si kawaida yake huyu, naona kanicheki hapa, mpaka kutafuta. Una story naye mpaka mama yako akupigie, lakini akipotezea huna utaratibu huo. Wangapi wana bajeti zao na za wazazi wao? Wachache. Lakini pana ubinafsi mkubwa katika maisha yetu na familia zetu. Kama nilivyosema, familia zimefanywa ndogo, lakini mambo ya kuhodhi mali za familia zimekata udugu. Mali za mirathi, mtu anahodhi, ni mali ya mirathi ya baba, ya babu, ya mama. Wewe una ndugu zako kama wewe, haki zao, mambo yote umeng'ang'ania wewe. Wallahi mambo haya ni maajabu ya zama hizi. Mtu anahodhi mali ya mirathi, hawapi ndugu zake, tena watoto wa kike ndio kabisa, na pengine wanaume wakaungana dhidi ya dada zao, kwamba wao si washaolewa hao. Waislamu wanasema hivyo. Maneno haya ni ya makafiri. Sisi dada zetu wakiolewa, nasaba yetu haijakatika, bali sisi wanaume ndio mawalii, tunasimama nyuma yao kwa nguvu. Hata huyo aliyemuoa anajua huyu ana kaka zake, huyu pengine nikijisahau nikampelekea mikono huyu, mabwashe wakija hapa naweza nikachezea vitasa. Mtu anamheshimu dada yako, lakini wewe mwenyewe unamtweza baada ya kuolewa. Wewe ni huko bwana, huyu si anakuwa shaolewa huko, anakuwa bwana, ufuatafuta nini huku? Wewe angalia kwa mume wako huko. Mambo yale ya makafiri yale, vijana wa Kiislamu wanayaleta kwenye familia za Kiislamu. Mtu anahodhi mirathi zote, ndugu zake wale wanyonge wale watamuomba. Kuna baadhi ya ikhwa wamejaliwa ni makaka, wao ni wakubwa, wazee wao wamefariki, yeye ndio mkubwa, kapewa usimamizi, wadogo zake ni mabwana wadogo, wanamuomba zile haki zao, na anachagua cha kuwapa. Mali ya baba yao kama alikuwa baba yake yeye, anachagua cha kumpa. Leo atampa, kesho atazuia, na kama ni mashamba atamtafutia ile sehemu ambayo haioti, au vile vishamba vyenye mafuriko. Sasa wewe mwaka huu ule miembeni kalime kule, unajua ngoja atakutana na masika huko mdogo. Roho mbaya katika mali za mirathi, kiwango kimefikia huko cha dhulma za kuwadhulumu watu wetu. Wallahi alazim. Cha mwisho, fitna katika udugu na uchonganishi. Yuko mtu anagombanisha familia yake, anahamisha maneno kuchonganisha ndugu. Hili ni dhambi, limekuwa kubwa. Mtu hana kubeba, hana friji ya kugandisha, kwamba la, haya maneno nimeyasikia, huyu bwana anamzungumza mjomba wake, yule ni mjomba wake, siwezi mpelekea, watatofautiana, anayameza. Na akikutana na huyo mjomba mathalan, anamwambia mengine. Leo pana ndugu ni watu wa kuchochea moto. Yaani mtu anafanya umbea kwa ndugu zake, na wakati mwingine ukizungumza naye anawasha rekodi. Adui kabisa. Wewe unamshtakia jambo, unamuelezea majanga, yeye ana rekodi pale. Alafu alipokuwa fedhuli, hachangii, anaitikia watu wao. Aise, kazi kweli hapo aise. Yaani ukishaona hivyo ujue unarekodiwa.
Wewe ukiona unazungumza na mtu hivyo achangi mada, amekaa tu aise, dunia hii jua unarekodiwa baba. Watu wamefikia kiwango hicho cha umbea, kuchonganisha familia, kuzikata. Wako ndugu wanafanya kazi ya kutenganisha mtu na mke wake bwana. Mtu na mke wake. Mimi nashangaa. Wajua wakati mwingine sisi wacha tuitwe kobe. Sisi ni vijana wadogo, hatuna umri mkubwa. Lakini kwa majukumu tuliopewa, tumekuwa kama wazee. Tuna siri nyingi. Sisi ni kobe. Kobe ana siri kwa lile jumba lake. Ziko kesi zingine mpaka unashangaa. Hivi ni dume limefanya hivi? Wako baadhi ya watu dume kabisa, na mko naye msikitini ana ndevu, anafanya umbea baina ya mashemeji zake. Yani ndugu yake ana wake wawili, anatumika kuleta umbea. Mtu anakuambia bwana, mwenye kuniharibia hawa wake zangu hawana shida. Mtu anakuambia hawana shida, mke wangu mkubwa alishakubali jambo, wanaelewana, lakini yuko mdogo wangu mmoja huyo akija kwa shemeji yake huyu atachukua huyu peleke kule. Huyu unamuita wewe unafanya hivi? Bwana ki shetani tu. Dume hilo. Anafikia kiwango cha kufanya kazi za wanawake, kufarakanisha hata wake wa ndugu yake. Hichi kiwango cha kukata udugu kimekuwa kikubwa. Allah ya ibadallah, muda wetu umekwisha. Ambacho ninamalizia katika mazungumzo yangu, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo haya. Jamii imejaa madhambi, imejaa maasi. Tunapoyazungumza mambo haya, hatuwazungumzi watu wengine, tunajizungumza sisi. Falnatub ila Allah. Wasia wangu wa mwisho, tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah istighfar. Inawezekana tumeteleza sisi. Kuna baadhi ya haya niliyosema tumeyafanya, na mengine unayajua wewe sijayasema, lakini unajua kwamba ni dhambi. Tumuombe Allah msamaha. Fa innahu subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Allah ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa huruma. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Wallahi tumuombe msamaha Allah kwa kweli. Allah anasamehe madhambi yote, makubwa na madogo. Allah anautaka ukweli wako. Lakini pia tuweke ahadi kwa Allah kwamba kwa kadri ya tunavyoweza tutajiepusha na madhambi haya na yaliyo mfano haya. Turekebishe pale tulipoharibu. Na kingine kikubwa katika hili, tufanye bidii ya kulingania jamii zetu juu ya kuyaacha madhambi na maasi. Kila mtu asimamie wajibu wake kwenye jamii yake, angalau kwa mustawa wa familia yako. Wewe ni baba, chini yako pana wake, pana watoto. Wewe ni kaka, una wadogo zako. Wewe ni mzazi, una watoto wako. Simamia hili jambo kwa mustawa wa familia yako, maana jamii ndio hii. Mimi nikisimama vizuri na wewe na yule, familia yangu na familia yako na yule zikinyooka, ndio jamii yetu inaathirika. Dini hii isibakie imefungwa. Tufikishe haya mambo. Sisi tumehudhuria leo hapa, ujumbe huu uchukue, peleka nyumbani kwako, na kutoka leo kuwa serious kwamba haya ni mambo ya hatari, yanauharibu Uislamu wetu na pengine yakaleta maangamivu. Na hali tulizokuwa nazo za kuondoshewa baraka, ugumu wa maisha, riziki zimekuwa finyu, pengine sababu yake ni sisi wenyewe. Hatumuogopi Allah kwenye madhambi na maasi. Mada hii ina kipengele chake kingine cha kumalizia ambacho ni kirefu kama hichi kilichoanza. Pengine tukipata fursa katika mihadhara mingine. Ni kipengele cha namna ya kujiepusha na madhambi. Ziko wasail na ziko njia za kisheria zimewekwa, zinamsaidia Muislamu kujiweka mbali na dhunub wal maasi. Sasa hii ni mada kando. Allah subhanahu wa ta'ala akituafikisha katika masiku yajayo, tutakuja kuzungumzia alwasailul mu'ina ala tarki dhunubi wal maasi, njia zenye kusaidia
juu ya kuyaacha madhambi na maasi. Huenda tukiziandama njia hizo Allah akatuwafikia kuyaogopa madhambi na hatimaye kuyawacha, na mambo yetu yatakuwa mazuri fi dunia wal akhirah, na tutabarikiwa na tutasamehewa. Sasa kama alivyosema Sheikh Abu Hudhaifa, mimi siji kuongea kidogo, na kweli nishaharibu hapa, niharibu kweli. Taishia hapa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniyafikishe haya niliyosema niwe nimeyasema kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala, khalisan liwajhihi subhanahu wa ta'ala, na wala si kwa ajili ya yoyote katika viumbe. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniyafikie kuipatia haki katika haya niliyozungumza, na anisamehe pale ambapo nimezungumza kinyume na haki, kwa kuwa mimi ni binadamu, sijakamilika na makosa, na mimi ni mwanafunzi, sijui kila kitu. Namuomba Allah atilie kabul haya maneno tuliyozungumza, yaingie katika nyoyo za ndugu zangu Waislamu, yabaki na yaweze kuleta athar, tubadilike maisha yetu na mwelekeo wetu. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyu dhalik wal qadiru alayhi, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan. Allah yubarik fikum.